Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awala yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ziada na rehma na amani zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, leo sisi tuna ugeni mzito wa tarehe 10 leo mwezi huu wa 5 2026. Tukisema ugeni mzito tunamaanisha kwamba taasisi nzima ya An-Nisai, bimaana ni Komibu ambayo yuko hapa. Tunatambua kwamba uwepo wenu kuwa hapa ni ujumbe rasmi, ni nafasi rasmi ya Mheshimiwa Mufti wa Burundi Sheikh Naib Agaba Salum, Allah muhifadhi katika mengi anayofanya katika jamii. Kwa sababu laiti kwamba ingelikuwa tunachokifanya hakipendezi katika jamii yetu ya Kiislamu Burundi, ni wazi kwamba alikuwa na mamlaka na sheria kuambia msiende na hamngekwenda. Kwa kufika kwenu hapa ni ishara kwamba Komibu inafahamu kwamba watoto zake, ndugu zake wako hapa. Kwa niaba ya Al-Huda, sisi tumefurahi sana 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 kwa uwepo wenu. Kwa niaba pia ya kuzitoa shukrani za dhati kweli kwa viongozi wa serikali ambao leo mmewaona wakiwa wako hapa, ni ujumbe rasmi wa kuja kuhakikisha kwamba hawa wakina mama wanachokwenda kuikaa na kujadiliana kina faida na maslahi ya nchi yetu ya Burundi. Kwa hiyo ni wazi kwamba hawa wanarizika na uwepo wenu na uwepo wetu kwa ujumla. Amirat, mama yangu, Mwalimu Aisha, nina imani wewe ni mmoja katika watu ambao umemtengeneza Hamza Mahane. Miaka 12 iliyopita unatoka Holande, ni sisi tulikuwa katika mstari wa mbele. Tumeshirikiana na wewe vizuri sana. Nikaliki kadogo sana ambao naitwa Hamza Kadogo. Alhamdulillah, zawadi pekee ambayo umeileta kwa kutoka huko Holande, umetuletea kamera. Ulivyoileta kamera miaka 12, hakuna hata mmoja alikuwa na uwezo wa kuitumikisha hiyo kamera yenyewe. Lakini wakanambia wenzangu akina Mwalimu Ismaili Isa, kipindi hicho kundi letu linaitwa Al-Buruji, wakanambia Hamza atumia kamera hii kama nafasi ya mwanzo, kilalo cha kuweza kujifunza. Ndugu zangu, ni heri mtu asikupi pesa lakini akufundishe namna ya kupata pesa. Ndugu zangu,
ni heri mtu asikupi mboga, lakini akufundishe namna ya kuweza kutafuta hizo mboga. Nadhani na hii ni moja katika sera yenu mliokuwa nayo kubwa sana. Moja katika sera ya An-Nisai ni kuokoa kizazi cha kesho. Kizazi cha kesho maana yake hawa wanatangulia, lakini nyinyi mnaweza kuja kwa msaada wa jamii ya Kiislamu Burundi, na Mungu akufanikisheni katika hilo. Kamera ile imetutengenezea kupata experience ya kutosha hadi leo unaona kwamba tunakusaidia. Hii ni sadaka tunjari ambayo uliweza kuitengeneza. Mungu akulipe kheri katika hilo. Lakini nende haraka mimi kwa sababu sikutaka kusema angalau zaidi ya salamu. Tunaye mwakilishi wetu hapa kwa niaba ya mama yetu Hajat Jane yuko hapa. Nikuthibitishie mwakilishi, mimi na Hajat Jane ni sawa na mama na mtoto. Wallahi mimi Hajat Jane sinaga audience ya kuweza kufika kwake. Nakumbuka miaka 7 tena nyuma, wallahi hawa mama wamenisaidia mpaka kufika hapa. Hii Al-Huda TV unayoiona, Hajat Jane na mama yangu hapa wana mchango mkubwa. Nakumbuka ilikuwa ni markaz, nilikuwa nimekodi kamera, tuko tunafanya tukio, lilikuwa ni la Fembu. Hajat ananiona namna gisi nahangaika. Hajat Jane akaniita akanambia, Hamza, mbona unahangaika? Nikamwambia kamera ambayo nimeikodi bateri lake nilibovu sana. Akanambia, Hamza, mimi nataka nikudhamini kamera. Kamera ya kwanza nilianza kutumikisha, wallahi wa billahi wa tallahi, ule mama ndo ameniita akanipatia 1.5 milioni. 1.5 milioni ya miaka 7 iliyopita. Ni parsela ya Maramvya ya miaka ile. Lakini ule mama akaniita akanambia, nakupa chombo ambacho kitaenda kinautangaza Uislamu. Ndio kamera ya kwanza ambayo tumetumia nayo, na hiyo kamera nimeitumia mpaka mwaka 2019 na alhamdulillah mpaka kumbukumbu niko nayo humu ndani. Ilifanya kazi kwa pasipokuwa ule Hajati wetu mama yetu leo ni kiongozi, hizi juhudi za Al-Huda TV pengine ingelikuwa nimekosa mwanzo. Kwa hiyo kwa niaba yake wallahi si tunathamini mchango wake uliokuwa mkubwa. Amsamahane, bila juhudi za Waislamu hamna kitu. Mimi ni upepo tu ambayo napelekwa na juhudi za wakina mama. Lakini nimalizie kwa mama yangu yuko hapa, Mama Mary, ambaye sisi tumembeba na kumuita kama mama wa Al-Huda. Wallahi wa billahi namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie, ampatie kheri katika maisha yake. Wakati sisi mwaka 2019 mimi nimepata mtihani mkubwa sana. Mwaka 2019 ilikuwa ni mwezi wa 11, ndio mwezi ambao mimi nilipata mtihani ambao ni mkubwa kweli kweli. Sehemu ambayo tulikuwa tunatumikia tukayumba kidogo. Tulivyoyumba ikaonekana kwamba tuje tuanze dawa katika maeneo ya hapa Bukrasaz. Kwa kweli An-Nisai iko na wafanyakazi kweli kweli, iko na timu ambayo ilikamilika. Sasa Mama Mary akatwambia, mimi natamani kwamba Al-Huda twende mbele, tusirudi nyuma. Mama Mary akasema tunalazimika tuanze madrasa ya Qur'an kwa sababu ndio msaada wa kesho. 2019 huko, ukitoka 2019 mpaka leo mtoto hapa anaweza kaanza masomo, ni uhai kweli kweli. Tumeanza haya masomo ya Qur'ani kwa hao watoto, tukaanzia barazani kwake. Akasema njooni hapa, akawaita watoto zake, akawaambia nife leo nife kesho, Qur'ani katika hii nyumba msisimamishi. Inaomba imani iliyokuwa kubwa. Nikikwambia wetu wachukua watoto tuhamie kwenye parsela yako, unaweza ukakubali ba mdogo akasara, au ukakubali shangazi akakufanyia kikao. Mama Mary anawaita watoto zake, angalia ujumbe, nife leo nife kesho Qur'ani, lakini hao watoto ifai nini iendelee. Alhamdulillah, tumeitumia baraza yake zaidi ya miaka 2. Tuko na barazani kwake, ndio ofisi yetu, barazani kwake ndio madrasa, hakuna kulala mchana tena hapo. Shughuli yote, angalia hao watoto wadogo, mvua ikinyesha tuko nao, tulipambana kadri na hali mpaka akasema na wafukuza wapangaji
akasema chukueni hivi vibambazi vya wapangaji, vunjeni vibambazi, ongezeni madrasa pamoja na harakati. Wallahi naomba imani. Nikasema wala Mama Mary anatutania. Tukasema Mama Mary kwa kuwa anakubali, acha tuvunje vile vibambazi. Wallahi wa billahi wa tallahi, Mungu shahidi, tumeanza kuvunja vibambazi vyake, na mtazama Mama Mary anasema msafanye, wallahi kwa ajili ya Mungu. Ni mapenzi yaliyokuwa makubwa katika dini. Wako ambao tulishirikiana nao katika hilo ni mama zetu wa Al-Huda, lakini kuna wale ambao wallahi washatangulia makaburini. Tunaombea kwa Mungu katika hizi kheri tunazozifanya, Mungu pia wamegulie katika kaburi lao. Mama Mary, sisi wallahi hatuna cha kusema katika hilo. Nathibitisha kutoka ndani ya moyo wangu, nikitangulia mimi kufa, basi amini kwamba kuna mtoto wako ambaye mmetengeneza sadaka jaria. Niombee dua mama yangu. Ukitangulia wewe kufa, natamani katika jeneza lako niliongoze mimi kwa niaba ya kuweza kuisali sala ya jeneza, kwa sababu mimi najua uzito wa hii safari ambayo tulitoka pamoja. Leo alhamdulillah, mmewasikia watoto hapo walichokisoma. Walikuja wakiwa watoto wadogo au nawaona. Sisi hao tuliwalea, walikuja kwetu wana miaka mitano. Leo mnawaona alhamdulillah. Na hapo mnavyowaona zaidi ya juzu 9 mpaka 10 wanakimbizana nazo. Yote chimbuko zimeanza katika nyumba yake. Hii ni moja katika sehemu ambayo tunaweza tukaupambania Uislamu. Nikaambia Mama Mary, ofisi yetu imekuwa, Al-Huda imekuwa, tunaomba mama utubarikie, tukatafute sasa sehemu nyingine. Mama Mary analia, anasema mnaitoa Qur'ani katika nyumba yangu, mnaenda kupanga sehemu nyingine. Naambia Mama Mary, sehemu tayari, tunataka parcela nzima tupange, tuendeleze. Mama Mary akasema mimi nitakusaidieni na kutafuta nyumba. Kuna wengine angefika natia roho ya husta, kuna wengine angefika sema ndo kazi ya Waswahili bana. Hivi tulianza vinachangamka mnatutupa. Mama Mary tukaanza kutafuta nyumba nyingine ya kupanga. Tukapata nyumba kwa ndugu yetu mmoja na mhifadhi jina. Tulipoipata hiyo nyumba tukakutana ni Mshia. Tukasema tukipanga hapa, Mama Mary, nia yetu ni nzuri, lakini unaweza ukatuambia tushageuka Mashia. Mama Mary, tuvumilie. Tulipambana kadri na hali alhamdulillah, tukawa tumepata tulianzia Gitega pale barabara ya 11, ofisi yetu ya Shambreti. Tulienda na harakati zetu pale, mwisho tukakuja kupanga hapa. Tulipokuja kupanga hapa ni kwa Mkristo. Tumeanza kupanga hapa kwa thamani ya 300,000 franga za Burundi. Ndio tulianza kupanga. Kundi limeenda vizuri, tukapata mtihani wa fitna. Baada ya kupata mtihani wa fitna, kuna baadhi ya Waislamu wakamfuata mwenye nyumba, wakamwambia kwamba wale wa Al-Huda wana mamilioni ya Waarabu, wafukuze. Nikamfuata nikamwambia mwenye nyumba ananiambia sikiliza audio, Waislamu wa kwenu. Tukasema tufanye aje sasa? Tubiue hivi, mnaanza mkakubali ya masomo ya Qur'ani tuyaje? Watoto zaidi ya 150 wanasomea wako hapa. Alhamdulillah, kwa kumalizia mwenye nyumba akasema mtakuwa mnalipa 1,000,000. Kutoka 300,000 mpaka 1,000,000. Tukasema turudi kwa Mama Mary. Mama Mary sasa nyumba ashazipangisha tena. Mama Mary atakubali kubibomoa? Tukaikaa tukasema kidogo. Hapa kila mwisho wa mwezi tunalipa 800,000 franga za Burundi. Kwa mwaka ni 12,000,000. Wewe unaweza? Haki tukasema tuikae kwa lengo letu, iko siku Mungu atatuonesha njia iliyokuwa nzuri na tuutumikie Uislamu. Mama zangu wa Al-Huda na nyinyi mko hapa. Al-Huda bila nyinyi ni upepo mama zangu. Mmejitahidi kadri na hali. Takarine yuko hapa, mmoja katika washauri wangu wakubwa sana. Fani yuko hapa leo na yeye amefika alhamdulillah. Na wengine wote wa Buyenzi, Kanyosha na sehemu ambayo tusiwezi nikataja jina. Turizike kwamba tuko katika kamba ambayo ni nzuri katika kuutumikia Uislamu. Ni makundi machache unaweza ukayapata haya. Hawa kina mama leo wamefika, pengine walikuwa wanajua Al-Huda ni kitu kadogo tu, lakini leo walifika hapa na kuona uhalisia. Tumuombe Mungu atubarikie katika mengi. Kwa kumalizia, mwakilishi wa Haja Tijan, baraza lizima la An-Nisa, tuungaliki tunatamani malezi yenu. Kama Haja Tijani
alitufanyia haya. Wallahi tutafurahi tusikie tena mwalimu Aisha alitusukuma mbele. Kama mwalimu Aisha alitusukuma mbele, tutafurahi kwamba mwakilishi wetu na yeye kwa nafasi yake tuje kukumbuka mazuri na yeye alichangia katika hili, kwa sababu kazi tunayoifanya wallahi wa billahi ni kubwa kwelikweli. Najua sana mnakutana na mitihani mingi sana. Nilisafiri na Hajati Jane, tunaenda Ruigi. Hapa ndo namalizia, sikiliza huyu mtihani mkubwa sana ambao tuliukuta. Tumeenda Ruigi na Hajati Jane, tukafika pale Ruigi, tukapata habari kuna mtu ambaye anataka kusilimu huyo mtu, lakini iko na kanisa likubwa. Sasa akinilia silimu lazima aende kule kwanza kalinganiwe. Tunaikaa pale na kundi la wale wakina mama, na muuliza Hajati Jane, utaupanda ule mlima? Hajati Jane anaambia hivi, mwanangu, nadhamini safari yako, panda kule na kuombea kwa Mungu urudi umewasilimisha wale watu. Moto ya kufika kule kwa ule mlima kipindi kile kwenda tu 30. Unaisikia hiyo safari? Nikaambia mama, safari ni ndefu. Akaniambia bismillah. Nikakimbia mpaka kule. Wallahi nilifanya dawa ya masaa mawili, ule mtu akasilimu. Na alivyosilimu akasema hivi, hii kanisa yetu tunaomba muweze kuigeuza msikiti. Wallahi nikatoa viti. Mimi ndo nilitoa azana Allahu Akbar, Allahu Akbar kwa ile kanisa, na video mpaka ziko. Narudi kwa Hajati Jane, nampa habari, mama analia, ananiambia ulifanya kazi kubwa sana mwanangu. Tulivyoteremka Bujumbura, alhamdulillah, Hajati Jane na wenzake wakasema ile sehemu kule lazima msikiti ujengwe. Hii kazi ndugu zangu, msione wa mama wanaenda ina mtihani kweli kweli. Tuna nafasi ya kuombea hawa dua mazuri waliyofanya. Wakati Hajati Jane anaumwa atembei, mimi nilifika nikamwambia mama, acha kuhangaika, we angalia katika kheri ambazo ushakazifanya, mwambie Allah, kama haya nimeyafanya kwa ajili yako Mungu niinue. Wallahi na Mungu akamuinua. Na nyinyi kama hizo harakati mnazifanya kwa ajili ya Allah, kila mmoja akitoka hapa na nia yake Mungu anaweza akamfanikisha. Nimalize kwa kuwashukuru viongozi wangu. Wallahi inategemea kwamba nyinyi mtakuwa walezi kwetu. Leo tumewaita, nadhani mmeona. Kesho tutatamani tena kuwaita. Kesho pia na sisi tutatamani mtualike pia katika vikao vyenu. Hawa kina mama mnavyoona, kuna vikao mnafanya vya kina mama, kuna vikao mnafanya vya mabinti. Tuwatume wao mabinti zetu na wao wajiunge katika hilo, kwa sababu hawa ndio kizazi cha kesho. Kwa yale ambayo tutakuwa tulikosea, tunakuombeeni radhi katika hilo, lakini tuna imani kwamba haya tunayoyafanya hapa sote malipo makubwa ni kwake Allah tabaraka wa taala. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa ajili ya muda umeenda, maiki inarudi sasa kwenu, na muweze kulipeleka gurudumu hili vizuri katika hali ya utulivu na amani. Wana Alhuda wako hapa wanakusikilizeni. Mama zangu hawa nimewaona, mashallah, wana bashi nzuri kweli kweli, wanatisha kweli kweli. Mungu atubariki. Alhuda, mwongozo wa jamii.